Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu ambaye umepata neema ya kunisikiliza katika siku hii ya leo. Nimekuja tena mbele zako nikiwa na ujumbe maalum sana kutoka kwa Bwana Yesu kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya roho yako, wewe ambaye umejipanga kwa ajili ya kumlaki siku moja Bwana Yesu pale mawinguni. Yesu Kristo hajatulia katika kiti chake cha enzi usiku na mchana. Anaitafuta nafsi yako, anaitafuta roho yako. Hivyo anaachilia ujumbe kila itopo leo kuhakikisha kwamba anasema na wewe na anakuandaa kwa ajili ya unyakuo. Kabla hajatokea mawinguni, uwe umejiandaa na umefanyika mtakatifu na kiumbe kipya kilicho tayari kwa ajili ya kulakiwa. Naomba nimshukuru Mungu kabla sijaendelea, ili niseme na wewe ujumbe ambao Kristo Yesu amenipa. Baba, katika jina lako la thamani lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, jina pekee tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo, jina ambalo Bwana linapita majina yote. Jina lina nguvu, jina lina uwezo na mamlaka ya kuponya nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Yesu, asante kwa ajili ya muda huu. Ninakwenda kusema na mtumishi wako ambaye umenituma kwake. Naomba Mungu neema yako ya uwezesho ukamfungue ufahamu wake na akili zake Mungu zikawe tayari kulipokea neno lako. Wewe ni Mungu, Mungu mwenye upendo na kutukuza, kwa sababu Bwana uko tayari kusema na kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninao ujumbe kwako mtumishi wa Mungu ambao Kristo Yesu amenipa ili nizungumze na wewe, na ni ujumbe wa kukuandaa wewe kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tusome katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya pili na ule mstari wa 19 na 20. Mstari michache hapo anasema, walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe nami nikijua hali yenu, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sio vya Kristo Yesu. Ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Lakini pia naomba nikasome ule mstari ule wa 25. Lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu mtendakazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu, kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi. Kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa, lakini Mungu alimhurumia, wala si yeye peke yake, ila na mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina ujumbe ambao Kristo Yesu amenipa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu, ujumbe ambao unalenga kufahamu watumishi wa Mungu ambao wana nia ya Kristo ndani yao, ambao wanaweza wakaangalia roho za watu au roho yako kweli kweli. Biblia inasema wazi, wako walioitwa kwa jina la Kristo Yesu waifanye kazi ya Kristo Yesu, lakini wako watu ambao wamejiingiza kwenye utumishi kwa sababu ya tamaa zao, kwa sababu ya nia zao wenyewe, kwa sababu ya mapenzi yao wenyewe. Hilo ni jambo ambalo halipingiki kutokea mwanzo lipo. Tumesoma maandiko matakatifu yameeleza kabisa. Paulo anajaribu kutuonyesha kwamba wako watu ambao wana nia ya Kristo ndani yao, ambao wana uwezo wa kuiangalia hali ya watu ambao wametumwa kwao kweli kweli, lakini wako watu ambao hawana nia ya Kristo ndani yao, hivyo hawawezi wakaitazama hali ya watu ambao wametumwa kwao kuwahudumia jinsi iwapasavyo. Tunafahamu kwamba Paulo ni mtume wa Yesu Kristo, alilipokea agizo kutoka kwa Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kuhubiri injili ya kweli itakayoweza kuleta ukombozi wa nafsi za watu.
Hivyo tunaona namna ambavyo anajaribu kutumia gharama zake zote, bidii zake zote kuhakikisha kwamba anatembea kwenye lile kusudi na lile agizo na ile nia ya Kristo ambayo aliweka ndani yake. Sasa anajaribu kutuonyesha kwamba katika kupita kwake na kutumika kwake aliona makundi ya watu wawili. Kundi moja ni watu ambao wanatembea katika wito na nia ya Kristo katika kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Lakini wako watu ambao wao wametoka katika nia ya Kristo. Yamkini walianza na nia ya Kristo, lakini hapo baadaye kwa ajili ya tamaa zao wenyewe, kwa ajili ya nia zao wenyewe, wakaamua kutoka katika nia ya Kristo, wakayafuata wao wenyewe. Sasa tunaona namna ambavyo anatahadharisha ya kwamba hana mtu mwingine. Aliona katika watu aliokuwa akiambatana nao, aliokuwa akiwa nao, akitembea nao, katika kupita kwake, aliona kabisa haoni mtu mwingine ambaye anaweza akamtuma na akaiangalia hali ya watu kweli kweli isipokuwa Timotheo. Na hapo chini tunaona kuna mtu anaitwa Epafrodito. Kwa ni watu ambao ni miongoni mwa watu ambao Paulo aliwaamini na alijihakikishia wana nia ya Kristo ndani mwao. Kwa hiyo anajaribu kubainisha. Hii inatupa picha kwamba wako watu ambao hawana nia ya Kristo ndani yao. Wanajiita ni watumishi, wachungaji, maaskofu, wainjilisti, mitume, manabii, waimbaji, waombaji na watu wa huduma mbalimbali ambao wanatumika chini ya kivuli cha jina la Yesu Kristo. Lakini ndio maana Bwana alionya akisema, si kila aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wangu, bali ni yeye yule afanyaye mapenzi ya Baba. Maana yake mwenye nia ya Kristo ndani yake, mwenye nia ya kufanya mapenzi ya Kristo ndani yake. Sasa wako watu ambao wamejiita huku duniani, ambao wanalipotosha kanisa, ambao wanazunguka miji na vijiji wakilipotosha watakatifu, wamejianika kwenye mitandao. Lengo lao ni kupoteza kanisa la Mungu, ni kupoteza watakatifu, ni kupoteza watumishi wa Mungu. Watu hawa wana mafundisho ya kishetani, wana mafundisho yaliyopotoka. Ni watu ambao hawana nia ya Kristo ndani mwao, kiasi cha kwamba wanaweza kaangalia roho za watu kweli kweli, bali wanatafuta vyao wenyewe. Unisikilize, nataka nikupe sifa za watu wachache ambao ukiwaona mahali popote utambue kabisa kwamba hawana nia ya Kristo ndani yao, kwa sababu roho wa Mungu akiwa ndani yao atafanya mapenzi ya Baba. Lakini kama roho wa Kristo hayuko ndani yao, daima atafanya vitu vya dunia hii, atawaongoza kufanya vitu vya ulimwengu visivyo na faida katika ufalme wa Mungu aliye hai, visivyo na faida katika namna ya kuokoa nafsi za watu na kuziandaa kwa ajili ya unyakuo. Sikiliza nikwambie, mtumishi wa Mungu, ukikutana na mtumishi yeyote wa Mungu ambaye hatajali utu wake yeye mwenyewe kwanza. Mfano, wako watumishi ambao unajikuta wamenyoa denge. Leo hii mtandaoni utaona wengine wameanza kuvaa nguo za kike, wanavaa sketi, wanavaa blausi, wanavaa viatu vya kike, alafu wanajiita wameokoka, wanajiita ni watumishi wa Mungu, wanahubiri na wengine kunena kwa lugha. Unisikilize, ninayo siri kutoka kwa Yesu Kristo. Iko namna ambavyo shetani alipanga namna ya kulipoteza kanisa huku duniani. Kwa hiyo aliratibu kutoka kule kuzimu kwenye ufalme wa giza, na akawaandaa watu, akawaleta duniani huku ili wapate kulipoteza kanisa. Unisikilize mtumishi wa Mungu, unaweza kusema mambo haya yakoje? Unisikilize, shetani ni roho kama ilivyo Mungu ni roho. Kwa hiyo ziko roho ambazo zimeandaliwa kule kuzimu katika ufalme wa giza, zinazoweza kuingia na zikamvaa mtu, kwa hiyo zikaekti kama watumishi wa Mungu. Unisikilize, pepo akiuvaa mwili wa mtu haoni haya kulitaja jina la Yesu. Kuna namna fulani ambavyo shetani anaweza akalitaja jina la Yesu katika namna yake, lakini pia anaweza akafanya chochote kinachodhaniwa kuwa ni cha Mungu lakini si cha Mungu. Ndio maana Kristo Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao. Unisikilize, mtumishi yeyote ambaye utamsikia au utamwona asiyejali utu wake wa nje, yeye mwenyewe kwanza, mfano ni mtumishi mwinjilisti ama ni mchungaji ama ni mtume na askofu, ambaye utaona hajali utu wake wa nje, hauna ushuhuda. Mfano, wako wengi wametapakaa leo hii mitaani, mijini na vijijini, mataifa mbalimbali, ambao wamesokota malasa kichwani mwao, wameyasokota yale manywele. Unisikilize, malasa yale ni roho. Malasa yale ni roho iliko nyuma ya hayo marasa. Kwa hiyo tu ni kielelezo. Anataka kuandaa wengi wanaweza kuwa ni wasuka marasa, wasokota marasa, ili wapate kufanyika kuwa chukizo mbele za Bwana Yesu.
Lakini wako watu wengi ambao leo hii wamejitokeza, wanajiita ni watumishi wa Mungu, wamenyoa madenge na kujaribu kukupa picha ya nje. Kwa sababu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29, Biblia inasema yale yote yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi tuyafanye pamoja na watoto wetu, lakini yale mambo yote ya asilini ambayo hatuyajui, hayo ni ya Mungu. Manake yale ambayo hatuwezi kujua mtu anawaza nini moyoni mwake, hayo ni ya Mungu. Yeye ndiye jaji wa mioyo ya wanadamu. Lakini yako mambo ambayo Mungu ameruhusu yafunuliwe ili atupe picha ya kujua huyu yuko wapi, anatenda kazi katika ufalme upi, anafanya kazi kwa nguvu ipi. Lakini nataka nikupe picha, wale wote ambao wa kike na wa kiume ambao utawaona wamenyoa madenge, wamenyoa nywele pembeni, wakaacha hapa kichwani, wakaacha hapa juu, alafu wanasema ni watumishi wa Mungu. Waulize ni kwa maana ipi? Ni roho ipi inayowaongoza kufanya hivyo? Kuna maana gani ya kunyoa nywele pembeni wakaziacha hapa juu? Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu si dhambi kunyoa nywele. Kama mtu ataona kupunguza nywele zake akazinyoa, kawaida, haina tafsiri mbaya. Lakini yule atakayeamua kunyoa pembeni akaacha juu, kama ni mchungaji wako, ni ishara ya kupotea, ni ishara madhubuti ya kupotea, ni ishara kabisa ya kwamba roho inayotenda kazi ndani yake ni roho ya dunia hii, na lengo lake ni kuzalisha wengi wa aina hiyo ili wawe chukizo mbele za Mungu aliye hai. Hebu nisikilize mtumishi wa Mungu, ukisikia mchungaji yeyote ambaye anasema Mungu haangalii utu wa nje, unisikilize mtumishi wa Mungu, hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba huyu ana nia ya Kristo ndani yake. Yesu Kristo anajali utu wa nje, anajali utu wa ndani, na ndio maana anataka tuwe kielelezo, usafi wa ndani na nje, tuwe kielelezo, utu wetu wa nje na utu wetu wa ndani upate kusimama kielelezo, tuwe mifano thabiti kwa watu. Hivyo ukiona mchungaji anasema unajua utu wa nje, hizi ni tamaduni tu, namna ya kuvaa, namna ya kunyoa, namna zote za mionekano ya huku nje, kwamba ni utamaduni. Ukisikia mtumishi yoyote anazungumzia kwa habari ya utamaduni, nataka nikwambie huo ni neno la kipepo. Sikiliza na sadiki, ikiwa ni utamaduni, basi uko utamaduni wa Mungu, uko utamaduni wa kishetani, uko utamaduni wa Mungu. Na Mungu anatazama utamaduni wake katika kuvaa. Ndio maana anasema tuvae mavazi yenye kusitiri na heshima. Lakini pia anaangalia utamaduni katika lugha, na ndio maana anasema maneno yetu yawe na neema ikikolea munyu, yamfaye msikilizaji. Katika vinywa vyetu kusitoke matusi, kusitoke mizaa, kusitoke masengenyo. Anajali utamaduni, na ndio maana anasema wanawake msisuke, huo ni utamaduni. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele, maana anajaribu kuwaonyesha utamaduni wa kimungu unavyopaswa kuwa, kwamba si utamaduni wa kimungu kunyoa nywele, kusuka nywele, si utamaduni wa kimungu kunyoa panki, si utamaduni wa kimungu kuvaa vinguo vya kikahaba. Ndio maana anaonya vinguo vya kikahaba ni chukizo kwa Mungu. Anasema mwanamke hapaswi kuvaa mavazi yanayombana, hata mwanaume yanayombana. Wewe mtume umevaa modo imekuchola, imekubana. Wewe umevaa t-shirt kimekubana. Umevaa katika namna ambavyo hata serikali ya ulimwengu huu haiwezi karuhusu. Tunaona serikali naonya watu kuvaa mavazi yenye heshima. Nenda mahali popote ambapo pana mamlaka ya kiserikali, nenda bungeni, kama utaona watu wamevaa vinguo vya kubana, wamevaa vikaputura, wamevaa t-shirt. Kwa nini? Kwa sababu kila mamlaka iliyoko duniani imeletwa na Mungu, imetoka kwa Mungu, kwa inatembea katika kanuni ya utamaduni wa kimungu, utamaduni wa kujistiri, kuvaa mavazi ya staa yenye heshima, yenye kustiri miili. Kwa hiyo chochote ambacho mwanadamu anakifanya kisicho maana, yuko mtu anajiita ni mtume na nabii, mwinjilisti na mchungaji, amechora matatu kwenye mwili wake. Yana maana gani hayo matatu? Na hizo alama zina maana gani?
chochote kisicho maana anachokifanya mtu ni chukizo mbele za Mungu. Tunavaa mavazi ili kusitiri mwili na kukinga mwili na maradhi mbalimbali, baridi na vitu vingine. Lakini unapovaa vinguo ambavyo vinaonyesha vitovu, umevaa vinguo vimechora mapaja, umevaa visuruali, umevaa vinguo ambavyo vinaonyesha makwapa, umevaa katika namna ambavyo Biblia inataja ni ukahaba. Ukahaba maana yake nini? Ni kuvaa nguo ambayo ina expose baadhi ya maumbile ambayo hayatakiwi kuonekana, makwapa, vitovu, mapaja na namna zote, matiti. Na ndio maana Mungu anaonya. Kwa hiyo ukisikia mchungaji au mtumishi yoyote anayejiita mtumishi wa Mungu anasema unajua kuvaa mavazi huo ni utamaduni tu, anajaribu kulinganisha watu wa mahali fulani na mahali fulani, taifa fulani na taifa fulani, huyo hana nia ya Kristo ndani yake. Anachojali ni kujaza watu kanisani ili ajipatie kipato, atimize matakwa yake mwenyewe. Biblia inasema kama wengine ambao hawana nia ya Kristo ndani yao, wanatafuta vyao wenyewe, Mungu wao ni tumbo, wanatafuta umaarufu, wanatafuta ukidhi matakwa yao, mahitaji yao. Hao hawawezi kuangalia hali yako kama mtumishi wa Mungu kweli kweli. Jihadhari nao, na Yesu amenituma ni kwa sababu ya upendo wake. Tungeweza kunyamaza, lakini Bwana amehimiza ndani yetu, amehimiza ndani yangu nikwambie wewe mtumishi wa Mungu. Na yuko mtu ambaye uko chini ya huyo nabii, uko chini ya huyo mtume, uko chini ya huyo mchungaji na askofu ambaye unajua kabisa yamkini umeelewa hakuwa hivyo, hakuanza hivyo. Kuna namna alikuwa akifundisha, akitembea katika kweli ya Mungu, akifundisha kanisa katika utakatifu, lakini imefika mahali ameanza kuiga kwa sababu ya kutaka umaarufu, kwa sababu ya kutaka kipato, kwa sababu ya kutaka utukufu kwa wanadamu. Anaanza kuiga, anapotea katika njia ya kweli ya Mungu. Na wewe umekaa hapo, umebaki kuumia moyo wako, umewahi kusononeka. Na kuna wakati mwingine umemshauri hajashaurika, hajabadilika. Nataka nikuonye mtumishi wa Mungu, nafsi yako ni ya thamani kuliko chochote. Hebu chukua hatua, tafuta watumishi wa Mungu wa kweli ambao wamejitoa, ndani yao kuna nia ya Kristo ambayo imewapa kuiangalia roho za watu kweli kweli, si kwa sababu ya mataji yao, sio kwa sababu ya matakwa yao, sio kwa sababu ya vitu walivyopungukiwa, bali wamemwachia Mungu, ila wamejitoa kwa ajili ya kukiangalia hali yako, wakikuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Ukisikia mtumishi yoyote akisema najua ni utamaduni tu, Mungu angalia mavazi ya nje, anaangalia utu wa ndani, unisikilize nikwambie, ikiwa leo hii bungeni hawezi kukaa mtu mwenye mavazi ya kikahaba, sembuse kwenye madhabahu ya Bwana, sembuse kanisani, hii ni ishara kwamba mtu huyo hana nia ya Kristo ndani yake. Usitishwe na kunena kwa lugha kwake, usitishwe na miujiza inayotendeka. Unisikilize mtumishi wa Mungu, Yesu alinifundisha kwa kina kwa habari hizo, na ndio maana alisema si kila mtu asemaye Bwana Bwana atakaye urithi ufalme wa Mungu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yake. Anasema wengi watakuja wakisema tulitoa unabii, tulitoa ishara, miujiza mingi, lakini atawaambia ondokeni kwangu siwajui enyi mtendao maovu. Unisikilize mtumishi wa Mungu, Biblia imeweka bayana kabisa, yako mambo ambayo hata wewe roho yako inakushuhudia. Ukikutana na mtu unasema yeye ndio, huyo ameokoka. Ukishindwa kuheshimu utu wako wa nje, huwezi kuheshimu utu wako wa ndani. Huwezi kuheshimu ndani ya moyo wako, yatatoka mabaya tu, yatatoka mawazo machafu, uzinzi na kila namna. Ukiheshimu utu wako wa nje, ukatii mapenzi ya Mungu, ukakubali kuingia gharama za kutengeneza utu wako wa nje, ukajiheshimu, ukatii makusudi ya Mungu, ujue liko tumaini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wamejitokeza, wanasema unajua, wanaigiza, watumishi wanaigiza kumpenda Mungu. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuna ndani yake. Unisikilize mtumishi wa Mungu, hebu jaribu kumuuliza huyo mtumishi anayehubiri hivyo, wakati yeye mwenyewe amejichanganya. Na jinsi alivyojichanganya, hayo yote ndio milango ya shetani ya kukaa ndani ya huyo mtu. Mtu amevaa mawigi, amejichora, amevaa manguo ya kikahaba, amepaka malipustiki, amepaka midomo yake, amejitengeneza jinsi alivyotaka yeye mwenyewe kwa tamaa zake mwenyewe. Alafu anazungumza kwa habari ya dunia. Huyo ni mzinzi, huyo ni mlevi, ni mnyapombe. Alafu anasema unajua, mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuna ndani yake. Anazungumza kwa habari ya maneno hayo. Hebu muulize, kumpenda dunia, kuipenda dunia ni kwa namna gani? Ni namna gani itaonekana mtu anaipenda dunia wakati huo yeye ni mlalushwa,
anatembea katikati ya madhabahu aliyopo nayo. Kuna watu wamejaa hapo, ni wala rushwa, ni matapeli, ni wazinzi, ni wachawi, ni wenye kutambika na kusindika. Alafu anakuambia mtu akipenda dunia, kuna dalili zote za dunia katika hiyo madhabahu. Alafu huyu mtu anazungumza habari za kuipenda dunia, kama mtu akipenda dunia kumpenda Mungu hakuna ndani yake. Huyo ni mwongo, amewatia upofu, amewafunga fahamu zenu. Lazima ufike mahali utambue, mtumishi wa Mungu, moja ya vitu ambavyo havihitaji kucheza navyo mchezo ni nafsi yako. Ilinde nafsi yako kwa gharama yoyote ile. Ilinde roho yako kwa gharama yoyote ile. Mwingine anasingizia, anasema sasa mimi nitaenda niabudu wapi? Itakuwaje? Unisikilize mtumishi wa Mungu. Ikiwa unaweza ukatumia vitu vingine gharama kwa ajili ya faida yako mwenyewe, kwa nafsi yako mwenyewe, tumia sana gharama kwa ajili ya roho yako, kwa ajili ya nafsi yako. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ukafikiri ni hekima mbaya, ukadhani hapana, jambo hili lakaje. Lakini nataka nikwambie, ukiona unakwenda kanisani kila wakati, ukienda roho yake inaumia, roho yake inakwazika kwa yale yanayoonekana. Shetani ameinua watu ambao ndio viongozi wa ibada, ndio waimba sifa, ndio wenye maabudu, wako pale, miili yao iko wazi kabisa, wamevaa vinguo vya kubana, vinguo vya vifupi. Kila ukiwatazama unatamani ufumbe macho. Alafu unasema sasa nifanyeje nikaburi niokokea kwenye hili kanisa? Unajua nilianza tangu zamani. Sikiliza nikwambie, Mungu anautazama mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Jiepushe nafsi yako. Tafuta watumishi wa Mungu ambao wamesimama katika kweli, wanania Kristo ndani yao. Hata kama utatumia gharama mara moja kwa wiki, ni afadhali kuliko kuendelea kuhimiza nafsi yako. Na kuna saa nitakuja niwaeleze ni matokeo ya kuabudu kwenye madhabahu ambayo imetengwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikushauri mtumishi wa Mungu, wewe ni wa thamani sana mbele ya Kristo Yesu. Na ndio maana hajaacha kututuma kwa ajili yako. Na ndio maana anahimiza tuje tena na tena na tena. Na ndio maana alisema hivi, kama mtu akitaka kumpendeza, asipowasikiliza watumishi wake ambao wanatumwa, hata angetoka mtu kwa wafu. Kuna wakati mwingine unasikia maneno haya lakini unajifanyia mjuaji. Unasema ngoja nikaombe niulize. Sikiliza nikwambie, kwa kuwa una moyo wa utafiti na una moyo wa kutokutii, atakaye kuja kujibu sio Mungu, atakuja shetani akutie moyo katika huo udhalimu, katika huo uovu. Heri kama ungetii leo ukaamua kugeuka kwa gharama zozote. Haijalishi watu watakwambiaje, watakusemaje, watakuonaje, lakini iponye nafsi yako, iponye roho yako. Jiepushe na hizo ibada za sanamu na miungu. Jiepushe nafsi yako kuchezewa na shetani. Jiokoe, tumia gharama zako kujiponya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, una neema ya kuyasikia haya. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hebu yapokee na uyatii. Hizi ni ishara za kuwa huyu mtumishi sio mtumishi wa Mungu, ambaye kila wakati hawezi akaziangalia roho za watu kweli kweli. Anaangalia tu wingi wa watu wamefika madhabahuni na kutoa. Anajua kabisa ndani ya moyo wake kwamba haya wayatendayo ni machukizo. Wako watu ambao anajua kabisa ni wazinzi wa kutupwa, wamejichanganya katika mambo mbalimbali ya kidunia, lakini hawezi kugusa maisha yao. Neno atakalolisoma kila wakati neno tu la faraja na kuatia moyo. Mahali popote ambapo linasoma neno lisioweza kukutana na maisha yetu, kwa lengo la kuonya, kwa neno la kuwaonya, kuwatengeneza watu wawe watiifu mbele za Bwana, watii mapenzi ya Mungu, mahali hapo sio madhabahu ya Bwana. Hakuna madhabahu ya Mungu ambayo kila wakati usikia kubarikiwa, kila wakati ni uponyaji tu, kila wakati cha thamani mbele za Mungu, mbali na uponyaji, mbali na kubarikiwa, cha thamani kuliko vyote ni nafsi ya mtu kuokolewa, ni nafsi ya mtu kuwa na tumaini la uzima wa milele. Mungu akubariki. Yapokee haya, yatunze, yaweke ndani ya moyo wako. Iko siku utapata faraja ya milele. Lakini ukiyapuuza haya, ukiyaona hayafai, iko siku utalia kilio cha kusaga neno na hutapata msaada. Utakumepotea milele yako yote. Mungu akubariki. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya maneno yako ya uzima. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana Yesu ulinituma kwa huyu mama, kwa huyu baba, kwa huyu mchungaji, kwa huyu askofu, kwa huyu mtume. Bwana Yesu, nimemsikizisha, amelisikia. Katika hili Bwana, nimekung'uta mavumbi yangu na nimenawa mikono Bwana. Sitakuwa na hatia na nafsi yoyote atakayesikia haya, bali Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, ninakusihi endelea kuzungumza naye. Usinyamaze, tumia lugha rahisi na nyepesi ya wewe kukuelewa, ili Mungu asipotee. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, natamka haya nikiamini amesikia na atakwenda kuponywa kwa jina la Yesu. Amen.
Mungu akubariki, endelea kufuatilia chaneli hii ya Uzima na Ushindi Nemba TV. Utaendelea kubarikiwa, utaendelea kukutana na ujumbe mbalimbali wa Mungu ambao ni kwa faida ya nafsi yako. Mungu akubariki. Kumbuka kushare na watu wengine ambao unadhani maneno haya yanaweza yakawafaa na kuwaponya, na Mungu akubariki sana. Amen.